Karibu Tabora, karibu Toronto. Mwaka ulioisha ulikuwa na changamoto nyingi, lakini Mungu ni mwema, tumezivuka salama. Ukiangalia nchi ya uchaguzi ilitupa hofu za usafiri, kwenye chakula, ni tukajifungia ndani, lakini Mungu ni mwema. Yote hayo tumevuka salama mpaka tumeuona mwaka mpya na tunasherehekea kama hivi. Tumekuja kumwabudu Mungu, tumekuja kusali katika nyumba yake. Asanteni kwa ushirikiano wenu kuanzia kanisa lilivyokuwepo mpaka sasa. Najua tutauanza mwaka vizuri na tunaomba kanisa mtujalie sisi watoto wa Sunday School, mtusimamie na mtupiganie sisi watoto wa Sunday School. Kwa mwaka huu 2026 tunaahidi wazazi ya kuwa tutafanya vizuri zaidi katika kwa yetu Sunday School, tutarekodi nyimbo, tutaenda kufanya video hivyo. Paulo ana kazi, anasema muimarike. Mwaka 2026 muimarike. Mwaka 2026 msimame mkatende kazi ya Mungu. Tupate ujasiri, tusiogope, maana kuna mengine yanatukatisha tamaa na kutuogopesha kweli kweli. Lakini hayo hatuogopesha, tusiogope. Tujipe moyo, tufanye kazi ya Mungu. Tunapofanya kazi ya Mungu tusifikiri habari za nani kiongozi aliyepo. Kiongozi ni wa muda tu, lakini utumishi wetu ni wa milele mpaka unapotoka katika dunia hii. Wakristo wa St. Stephen, ninawatakia baraka za Mungu na heri ya mwaka mpya 2026. Mkazidi kuimarika, msimame imara, msiogope. Viwe vitisho vya kisiasa, viwe vitisho vya kiuchumi, msiogope. Mzidi kusimama imara. Jina la Bwana libarikiwe. Msitishwe na mtu yeyote wala mafundisho yoyote yaliyo kinyume na neno la Mungu. Neno la Mungu linatuhimiza kutenda kazi ya Mungu wakati bado tuko hai. As long as we still alive, lazima tusimame tutende kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wengine ambao wangetamani kutenda kazi ya Mungu lakini wamo katika vitanda vyao. Wengine wameugua miaka mingi sana, wako vitandani miaka 5, miaka 6, ni mtu wa kugeuzwa tu huku na huku. Wewe unaweza ukakimbia, alafu you just take it for granted, wazungu wanasema. Unalichukua tu kama ni jambo la kawaida tu. Sio jambo la kawaida. Mungu ana makusudi na wewe. Na ndio maana amekuacha uwe salama. Ndio maana amekuacha ufike 2026. Kuna wengine jana tu wameondoka. Nataka niwaambie ukweli. Mungu hakuruhusu wafike 26. Jana tu wengine wameondoka. Ajali za magari zimeondoa watu wengi sana. Wengine vifo vya ghafla. Sisi juzi tumepoteza mtumishi wetu wa ofisi kuu ya jimbo. Keshia wetu wa jimbo amekuwa mzima wakati wote, tukienda na tuhudumia mzima wakati wote, lakini amefariki. Mungu haangalii sura ya mtu. Wakati ukifika uwe na sura nzuri au mbaya, unaondoka. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msikitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kutupa nafasi hii ya pekee kushiriki ibada ya kwanza katika mwaka huu 2026. Tunakushukuru kwa kutufikisha mwaka huu salama. Tumetembea katika mwaka uliopita, wakati mwingine tumekosea sana, lakini tumeziona baraka zako nyingi. Lakini kuna wengine wapita katika magumu mengi ambayo wasingetamani kuyaona katika mwaka huu. Tunaomba huu mwaka uwe mwaka wa neema na baraka. Zungumza nasi na maneno haya yawe msingi katika huduma yetu kwa mwaka huu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Heri ya mwaka mpya. Jamani, heri ya mwaka mpya. Ndugu zangu, Mungu ametujalia kuona mwaka huu kama nilivyosema hata katika maombi na hata katika utangulizi. Mwaka uliopita ulikuwa mwaka ambao ulikuwa na changamoto nyingi sana. Kuna ndugu zetu ambao walifariki, wengine kwa kuugua, wengine kwa kuuawa, na wengine basi kwa namna tofauti. Ndivyo mwaka 2025 ulivyopita. Lakini katika mwaka 2025 pia kuna baraka ambazo watu wengine walifanikiwa kuzipata. Kuna wale ambao walifunga ndoa zao, kuna wale ambao walipata watoto, kuna wale ambao walijenga nyumba zao, na hata kuna wale wengine ambao walinunua magari yao. Kwa hiyo mwaka 2025 ulikuwa na baraka, lakini pia ulikuwa na changamoto nyingi. Lakini mwaka huu 2026 tunamwomba Mungu kwa neema yake atuwezeshe uwe mwaka wenye baraka tele. Jina la Bwana libarikiwe.
Na mwaka huu tunatembea na maneno haya ambayo nimeyasoma kwenu katika sura ya 15 ya waraka wa kwanza kwa Wakorintho, waraka wa Mtume Paulo, waraka wa kwanza kwa Wakorintho, sura ile ya 15 mstari ule wa 58. Ndio maneno ambayo tutatembea nayo kwa mwaka huu katika ziara zetu na katika shughuli zetu na katika mikutano mbalimbali ya Dayosisi ya Tabora. Nitayarudia tena kuyasoma. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Unapoyasoma maneno haya, unapoyasikia maneno haya, unaona Mtume Paulo anaandikia watu ambao tayari wanaelewa. Maana anamaliza kwa kusema, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Na sijajua ni wangapi katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano ambao wanajua kwamba taabu yao sio bure. Wale ambao wanatoa sadaka zao wanajua sadaka zao hawazitoi bure. Wale ambao wanatoa michango yao wanajua kwamba michango yao hawaitoi bure. Sijui ni wangapi hao. Lakini Mtume Paulo anapozungumza na watu ambao tayari wanajua kwamba katika taabu zao na katika shughuli zao na katika kuendelea kumtumikia Mungu, kazi yao sio bure. Jina la Bwana libarikiwe. Tena siku ya leo tunapoanza mwaka ni siku ambayo pia tunakumbuka siku ambayo Bwana Yesu alipewa jina. Mnajua tumeadhimisha tu Krismasi wiki moja tu imepita. Leo ni siku ya 8 tangu alipozaliwa. Kwa hiyo ni siku ambayo alikwenda kufanyiwa tohara kama ilivyo desturi ya Kiyahudi na akapewa jina. Jina alilopewa ni Yesu. Na jina Yesu maana yake ni Mwokozi. Na sijajua wangapi kati yenu wanajua maana ya majina yao. Unajua watu wanapenda majina tu, wakati mwingine hawatafuti hata maana ya majina yale. Na hasa majina ya kizungu yana changamoto nyingi sana. Na mimi ninapotembea kwenye ziara za kipaimara huwa napata shida sana ninapoanza kuwekea mikono watu, maana lazima nitaje jina la mtu kwanza ndipo nimwekee mikono. Sasa unakuta mtu mwingine anaitwa Yurini. Yurini maana yake ni mkojo. Sasa yani kweli unamzaa mtoto wako unamuita mkojo eti kwa sababu ni jina la kizungu. Yani majina ya kizungu yana changamoto nyingi sana. Usione jina ukafikiri ukalipenda tu kaona ni zuri, lakini kumbe ni jina baya kabisa. Mwingine anaitwa Westgate. Westgate maana yake lango la magharibi. Sijui alikuwa na maana hiyo kweli au wamekasikia toka jina. Wengine wanaita majina ya ajabu sana sana, mradi tu ni majina. Hata hizi nguo mnazonunua muwe mnaangalia, wakati mwingine unaweza kununua nguo kwa imeandikwa vibaya. Maana niwewe kuona mtu mmoja amevaa t-shirt yake nzuri kweli, lakini huko nyuma imeandikwa mortuary attendant, yaani mhudumu wa chumba cha maiti. Yaani kitu kama ukijui kwanza ukiulize kabla hujaingia kwenye tatizo. Sasa majina mimi huwa napata shida sana katika ziara za kipaimara. Majina yako mengi sana ambayo wanaita watoto wao. Siku hizi sio watu wengi sana wanaita watoto wao majina yale ya asili yale ya kimila. Sio wengi wanaita majina yale. Wengi wanaita majina ya kizungu na matokeo yake kijana wangu alipata mtoto huko Mwanza akamuita Miguel. Sasa nilipomuuliza Miguel maana yake nini, baadaye alilipenda, ni jina zuri. Baadaye nilipofuatilia nikakuta kumbe Miguel ni jina la Kireno lakini lenye maana ya Mikaeli. Nikaona kumbe hili ni zuri. Nikaona hili ni zuri. Yaani majina Miguel, wengine mtaita Gamondi, wengine yaani ili mradi tu umependa jina. Na wale mashabiki wa mipira mnajua kuna majina ambayo inafuata tuite Kamala, maana hata Wahaya wapo akina Kamala. Na uite Kamala ni sawa, Wahaya wengi wakina Kamala. Kwa hiyo majina, ndugu zangu, unapoita mtoto jina ulijua kwanza maana yake, lakini ningeshauri sana tumia majina ya Biblia, majina ya Biblia. Kwa sababu majina ya Biblia hata mengine ingawa yalikuwa na mambo yake, lakini wakati mwingine yamepewa tafasiri nzuri sana. Kwa mfano Yesu alipomuita Peter kwamba ni Petro, alipomuita Petro, yule alikuwa anaitwa Simoni mara ya kwanza sijui, akamuita Petro. Maana yake ni kwamba mwamba, akamuita ni mwamba. Na akasema baadaye kabisa mwishoni anamaliza huduma yake akasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza akamuita jiwe, lakini baadaye anaipa tafasiri nzuri sana kwamba hili jiwe ni jiwe ambalo ni imara na juu ya jiwe hili nitajenga kanisa langu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mnapoita watoto wenu majina, niombe sana muwatafutie majina ambayo yana maana na wewe unajua maana yake.
Na siku hizi bahati nzuri mitandao itakwambia maana yake ni nini. Unaweza kaenda kwenye mitandao ukaiuliza na ikakwambia maana yake ni nini. Kwa hiyo usiite tu, lakini ujue maana yake ni nini. Kwa hiyo ndugu zangu, nitaka kutoa utangulizi tu wa jambo hili la majina, kwa sababu leo ni siku ambayo Bwana Yesu anapewa jina, na jina lilopewa ni Yesu, maana yake ni Mwokozi. Lakini tunapokwenda katika somo letu la leo, naomba sana mzingatie kwamba Mtume Paulo anachoweka mkazo wake hapa ni watu kuendelea kutenda kazi ya Bwana. Anasema muimarike, msitikisike, lakini mkatende kazi ya Bwana. Na tunapoanza mwaka huu 2026, niombe katika mipango yako yote upange namna ya kuendelea kumtumikia Mungu kwa nguvu zako, kwa mali zako, lakini pia kwa akili yako. Wakati mwingine tumetumia sana akili yako kutusaidia katika kuiendesha kazi ya Mungu na kulisimamia kanisa la Mungu. Akili yako ni muhimu sana, kwa sababu akili yako Mungu alikupa ili uweze kufanya kazi ya Mungu pia. Sio tu fedha zako, sio tu nguvu zako, lakini pia na akili zako pia. Kwa hiyo kanisa na kazi ya kuhubiri Injili ndio msingi wa maendeleo, ya mwanadamu hapa duniani. Mungu alimweka mwanadamu kwa makusudi kabisa, na ndiyo maana alimtofautisha na wanyama wengine. Na bila shaka mnaelewa kwamba katika biology ni kwamba wanadamu ni wanyama pia. Katika biology wanadamu ni wanyama pia, lakini wanyama hao wa ajabu sana, wanyama ambao Mungu amewapa uwezo wa ajabu sana, wanyama ambao Mungu amewapa kufikiri, Mungu amewapa uwezo wa kupambanua jema na baya. Mnyama ambaye anaweza katawala wanyama wengine, hata wale wanyama wakali kabisa kama simba, wale wanyama wakali kabisa kama nyati, mwanadamu anawatawala. Tulipotembelea kule Serengeti, tuliona aina mbalimbali za wanyama, lakini wale wanyama wako ndani ya game reserve, wamehifadhiwa na wanatunzwa na wanaangaliwa na wanatibiwa wanapougua. Huyu mwanadamu ni waajabu sana, na ndiyo maana mwandishi mwingine anasema amemtengeneza mwanadamu punde kuliko malaika. Mwanadamu huyu anakaribia kabisa malaika, lakini mwanadamu huyu ana uwezo mkubwa na amepewa mamlaka kuliko hata yale mamlaka ya malaika. Mwanadamu amepewa mamlaka ya kutawala. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu ni maisha ambayo yamejaa mambo mengi, lakini katika haya mambo mengi ambayo yamejaa katika maisha ya mwanadamu, ni lazima mwanadamu huyu ajue yeye ni kiongozi mahali popote alipo. Huyu mwanadamu ajue kwamba ana wajibu wa kumtumikia Mungu kwa namna mbalimbali na kuhakikisha kwamba anamwakilisha Mungu kikamilifu katika ulimwengu huu wa Mungu. Mwanadamu huyu ambaye amejaa mambo mengine yanamkatisha tamaa, lakini nguvu ya kushinda imo katika kumpenda Mungu na kumtumikia. Jina la Bwana libarikiwe. Nguvu ya kushinda haya mambo yanayomzunguka mwanadamu, haya mambo yanayomkatisha tamaa mwanadamu, imo katika kumpenda Mungu na kumtumikia. Mtume Paulo anawaandikia Wakristo wa Korintho ambao walikuwa katika maisha ya kukatishwa tamaa. Ukisoma sura nzima hii ya 15 utaona Mtume Paulo anatumia nguvu kufafanua juu ya maisha ya mwanadamu hata baada ya kifo. Na mkazo wake katika somo hili ni kusimama imara, kuimarika na kuendelea kutenda kazi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kusimama imara. Kuna wakati fulani tulikuwa tukianzisha shughuli mbalimbali za kanisa, kuna watu wengine ambao walikuwa wanajitolea kutembea nyumba kwa nyumba kwenda kuwaambia watu wasichange kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yaani mtu badala ya kufanya kazi ya Mungu anafanya kazi ya shetani. Kwa sababu unapotembea kwenda kuwakatisha tamaa watu wasimtumikie Mungu kwa mali zao na kwa nguvu zao, maana yake ni kwamba wewe unafanya kazi ya shetani. Sasa haya ndio mambo yanayokatisha tamaa ambayo Mtume Paulo anasema mzidi kuimarika, msitetereke wala msitikisike. Mtume Paulo anaweka mkazo katika kutenda kazi ya Mungu. Ndugu zangu, katika kipindi hiki tulichomo kuna mambo yanayotukatisha tamaa. Kuna mafundisho mengi yanayotolewa na mafundisho hayo wakati mwingine yanatukatisha tamaa. Kuna mafundisho ambayo yanalipotosha kanisa na kupotosha wajibu wa mwanadamu kwa Mungu wake. Kwamba Mungu amekuumba kwa makusudi gani katika ulimwengu wake huu? Na kwa nini amekuweka katika ulimwengu huu? Amekuweka kwa makusudi gani? Lazima siku zote wewe uwe mwerevu, usikubali kudanganywa na mtu yeyote, kwa sababu katika kumtumikia Mungu kuna faida. Na ndivyo anavyosema katika kitabu cha Malaki kwamba kama mnabisha tuangalie anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia Mungu. Anasema kumtumikia Mungu kuna faida. Ndivyo anavyoandika katika Malaki sura ya 4. Kuna mambo mengi ambayo yametuzunguka katika ulimwengu huu wa Mungu.
Utafutaji wa pesa umewekwa kipaumbele kuliko roho za watu. Hata wale wahubiri wa Injili, hata wale ambao wanaanzisha makanisa, unakuta wote wamerundikana mjini, hawaendi vijijini, kwa sababu kule vijijini hakuna sadaka. Sisi tunakwenda kule vijijini tunajua changamoto tunazokutana nazo. Hata namna ya kulala kule kijijini kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo hata wahubiri wengine wakubwa hawaendi vijijini, wanaishia mjini. Sisi kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora tulianzisha huduma za vijijini, kuanzisha makanisa na kupanda makanisa, na tunatembelea huko kila mwaka kuona kazi ya Mungu inavyokwenda. Lakini tulianzisha huduma za magerezani na hospitali. Magerezani na hospitali hakuna sadaka. Kwa hiyo hakuna ile kung'ang'ana, mnanyang'anyana watu wachache mlio nao hapa mjini. Lakini gereza la Uyui limejaa watu. Nenda gereza la Uyui angalie, kuna watu maelfu, lakini hakuna mtu anayejali kuwapelekea Injili kwa sababu hawana sadaka. Lakini hapa mjini kuna makanisa ya kila namna, madhehebu ya kila namna. Jaribu kutembea vijijini, nenda kule Kitunda, ingia huko ndani ya vijiji, huko vijiji vya Usukumani huko, watu hata hawajui kama leo ni siku ya mwaka mpya, hawajui Jumapili wala hawajui siku yoyote, lakini hakuna anayejali kuwapelekea Injili. Tumerundikana mijini tu. Mtume Paulo anataka Wakristo siku zote wawe imara, wasitikisike, lakini wazidi kutenda kazi ya Bwana. Kutenda kazi ya Bwana maana yake kuwapelekea watu habari njema, kupeleka Injili, kama ni wewe mwenyewe ama ni fedha yako ama ni nyenzo yoyote ambayo unaweza kuitoa kwa kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mwaka 2026 uwe mwaka ambao Wakristo wa kanisa Anglikana mtazidi kuimarika na mtazidi kutenda kazi ya Mungu, kuhubiri Injili kwa njia ya vitendo na sio maneno, kutoa sadaka, kutoa michango mbalimbali ili kueneza Injili. Na Injili, ndugu zangu, ni habari njema ya wokovu wa mwanadamu. Labda niwakumbushe kidogo, watu walioleta Injili Afrika walikuwa binadamu kama sisi. Watu walioleta Injili Afrika walikuwa binadamu kama sisi, na wale walipata shida sana. Kwanza ile kusafiri tu kutoka Ulaya kuja Afrika ilikuwa inawachukua miezi 3 mpaka miezi 6 ndani ya meli. Miezi 3 mpaka miezi 6 ndani ya meli. Hakukuwa na njia nyingine ya usafiri zaidi ya meli. Wakaacha kile walichokuwa nacho, wakaja vijana ambao wangeweza kuenjoy maisha ya Ulaya wakati ule, lakini walikubali kuacha kila kitu ili kuleta habari njema hapa Afrika. Lakini hao wengine walikuwa wahanga wa kuifia Injili. Kwa mfano, ukienda hapo Nyang'hwale tu hapo mkoa wa Geita, utakuta kuna makaburi ya watu walioifia Injili, watu ambao walitoka kwao wakiwa vijana kabisa. Namkumbuka sana Henry Parker. Henry Parker alikuwa kijana kabisa, miaka 38, askofu wa pili wa Equatorial Africa, akiwa anaishi Mombasa. Alipita hapa kwetu hapa Tabora mwaka 1888 alipita hapa Tabora, na baada ya kutoka hapa Tabora akapita Ushirombo, na alipofika Nyang'hwale inasadikika alipewa sumu, na wengine wengi wakina James Huntington na wengine wengi ambao walikubali kuachia maisha yao katika ardhi hii ya Afrika. Sitaki sana kusema habari za David Livingstone, wengi mnapata habari zake zaidi. Hata ukienda hapo Kuihara tu kuna lile jengo linaitwa Tembe la David Livingstone. Ukienda pale utapata masimulizi mengi sana. Alivyoanza kupata shida ya malaria akiwa hapa Tabora, akaendelea mpaka alipofika mpakani mwa Tanzania na Zambia, akafa pale. Wakamfanyia operation, vitu vyote vya ndani vikazikwa pale katika kijiji cha Kitambo, na mwili wake ukasafirishwa kurudi Uingereza. Hawakuwa wanafanya kazi yao, walikuwa wanafanya kazi pamoja na kuchunguza ulimwengu ulivyo na kupata vyanzo mbalimbali vya mito mbalimbali na hasa mto Nile. Lakini pamoja na hayo walikuwa pia wakieneza Injili. David Livingstone amekuwa missionary kwa miaka mingi sana, kuanzia huko Afrika Kusini, lakini pia alikaa hapa Tabora karibu mwaka mzima akiwa hapa Tabora. Nataka kuzungumza wachache tu katika wingu kubwa sana la watu ambao walikubali kuifia Injili na kufanya kazi ya Mungu. Sasa leo sisi tuna relax tu, na unakuta baadhi ya makanisa ni malumbano tu, baadhi ya makanisa ni mivutano tu, badala ya kufikiria namna ya kuwafikia wale wengine ambao hawajafikiwa na Injili. Bado tuna watu ambao hawajafikiwa na Injili, wengi mno hawajafikiwa na Injili. Ukienda katika mikoa ya Manyara kuna
wale wanaoishi mle polini, wale wanaoishi kwa kula matunda hawajafikiwa na Injili. Ukienda katika vijiji vya mkoa wa Tabora, Shinyanga, Mwanza, kuna Wasukuma wengi hawajasikia Injili. Karibu kila kabila kuna watu ambao hawajasikia Injili, na wengine wamesikia Injili lakini wanapuuza, hawaifuati Injili kama inavyofundisha. Mikoa ya Rukwa, mikoa ya Kigoma, kuna Waha wengi sana huko ambao kwa kweli hawajui Mungu ni nini katika maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Karibu Tabora, karibu Toronto.